Mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Alwas Kasongo amezungumza na waandishi wa habari kuhusu kikao walichokifanya dhidi ya bodi ya ligi na klabu Young Africans. Azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity ndani ya uwezo wetu, ukiwemo hayo mambo ya utendaji ya kila siku ya ratiba na vitu vya aina hiyo. Kwetu sisi kwa haya ambayo yamekuja, tafsiri yake ni kwamba so far ratiba yetu ipo kama ilivyopangwa. Na kwa sababu gani? Kwa sababu chombo kinachoendesha na kusimamia ligi ni chombo kingine tofauti na watu ambao leo wamekutana. Na ndio maana nikasema kwamba tumepokea and then tutapeleka sasa kwenye mamlaka husika, zikiwemo hizo kamati na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kama mtendaji mkuu, nitakwambia status quo ina prevail, kwa maana kwamba ratiba yetu tulisema kwamba mechi namba 184 itachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 kama sikosei. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa kikao hichi tulichofanya akikuwa kikao cha kwenda kufanya maamuzi moja kwa moja, na ndio maana katangulia kusema kwamba sisi tuna wajibu wa kupokea na kuwasilisha kwenye kamati husika, kwenye mamlaka husika kila kipengele ili waweze kukifanyia kazi. Lakini kwa kujibu hoja yako ya msingi, kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambao nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina prevail unless mpaka pale kamati hizo tutakapowasilisha zitakapofanya maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanywa. Kwa maana hiyo dabi ipo. Nisingependa kuingia in details kwa sababu mimi ni mtuhumiwa pia, na unapokuwa mtuhumiwa, unapoulizwa swali kuhusiana na wewe, kwa maana ya good governance, si vizuri ukalisherehesha. Si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalizungumza. Ni vizuri ukaziachia mamlaka ambazo zina mandate na hilo zije kupokea na kulitolea maelezo. Na ndio maana nikasema kwamba kwa haya ambayo aliyokuja nayo sisi kama bodi, yani wajibu wetu ni kupokea na kuwasilisha kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo nisingetamani tena mimi ni mtumiwa alafu tena hapa naanza tena, hapana. Hiyo kwa maana ya kiuongozi, kwa maana ya utawala bora, ni jambo ambalo linakosa sifa. Kwa hiyo mimi nafikiri tufanye subira, yote yatakuja, yatabainishwa and then yatapiga hatua.